kumpa bishara na mambo mengi wakazungumza. Qalu, kisha malaika hawa wakasema kumwambia Nabii Ibrahim, inna muhliku ahli hadhihi alqarya, sisi ni wenye kuangamiza watu wa kijiji vile au watu wa kijiji kile cha Nabii Lut. Inna ahlaha kanu dhalimin, kwa sababu watu wa kijiji vile au watu wa kijiji kile cha Nabii Lut ni watu madhalim. Lakini Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alikuwa anatambua katika kijiji kile yupo Nabii Lut, na Luthi amesafishika na yale mabaya waliokuwa wakifanya watu wake. Qala inna fiha Luta, akasema mnataka kukiangamiza kijiji hiko, na kati ndani ya kijiji hiko yupo Nabii Lut alayhi salatu wasalam. Qalu nahnu a'lamu biman fiha, wakasema sisi tunajua nani yumo katika kijiji hiko na nani anayestahili adhabu katika kijiji hiko. Ama huyo Luthi unayemsemea wewe, lanunajjiyannahu, tutamuokoa yeye Luthi, wa ahlahu, na tutawaokoa watu wake, illa mraatahu, isipokuwa mke wa Nabii Lut, kanat min al-ghabirin, mwanamke huyu ataachwa nyuma na adhabu ya Allah itamkuta. Na huyu ndio ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika sura At-Tahrim, daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila udkhula an-nara ma'a ad-dakhilin. Mwanamke huyo amekufuru. Baada ya hapo Nabii Ibrahim akaendelea kung'ang'ana na mjadala na malaika wale, kana kwamba alikuwa akiwaombea udhuru watu wa Nabii Lut wasiangamie. Na ndio maana aya katika sura Hud imekuja, malaika wakamwambia Ibrahim, ya Ibrahim a'rid an hadha, ewe Ibrahim achana na huo mjadala, innahu qad jaa min rabbik, hakika imeshakuja amri ya Mola wako, hawa lazima waangamizwe. Innahum atihim adhabun ghayru mardud, hawa wataletewa adhabu ambayo haitorudisha nyuma, lazima waadhibiwe. Baada ya hapo malaika wale wakatoka moja kwa moja wakafika katika nyumba ya Nabii Lut alayhi salatu wasalam. Allah anasema, walamma jaat rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a, zama walipokuja wajumbe wetu kwa Nabii Lut alayhi salatu wasalam, akaumia na moyo wake ukaja wa huzuni. Sio kana kwamba Nabii Lut alayhi salatu wasalam alikuwa hapendi wageni, hasha wakalla, lakini malaika hao walikuja katika maumbile ya wanaume tena wazuri. Kwa hivyo akajua kama watu wangu watakuja kujua ujio wa wageni hawa, lazima watakuja na kutaka kuwafanyia uchafu mbele yangu. Kwa hivyo hili likamuumiza. Walamma jaat rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadha yawmun asib, akasema hii ni siku ngumu kabisa, haijawahi kutokea. Lakini ala kulli hal akawakaribisha ndani kwa sababu ni wageni wake. Mke wa Nabii Lut alayhi salatu wasalam akatoka katika nyumba ya mumewe baada ya kuona wale wageni wamekuja, moja kwa moja akaenda kwa kaumu yake. Alipofika kule akawaambia hivi, maneno haya ameyataja al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha Qasasul Anbiya. Akawaambia watu wake baada ya kuwakusanya, inna fi baiti Lutan rijalan, hakika katika nyumba ya Nabii Lut mume wangu wapo wanaume waliokuwepo hapo, ma raaitu mithla wujuhihim qattu, sijawahi kuona wanaume wazuri kama hao. Lengo ni kuwapa hamasa na kuwavutia ili waweze kwenda kuwafanyia uchafu, na kwa hili alifanikiwa, kwa sababu nini kilichofuata baada ya hapo? Wajaa qaumuhu yuhra'una ilayhi ay yusari'una ilayhi, walikuja kwa Nabii Lut alayhi salatu wasalam wakiwa wanakimbia, yusari'un wa yubadirun yuriduna adyafahu bil fahisha, walikuwa wakiwataka wale wageni wa Nabii Lut kuwafanyia uchafu, na kila mtu alikuwa na hamu yeye kuwa wa kwanza kufanya jambo hilo. Walipofika katika nyumba ya Nabii Lut akatoka nje kwa wao, lakini kwa kuwa alikuwa anawajua watu wake ni watu wa dizaini gani, hakuanza nao mjadala moja kwa moja, akawaambia, kwa sababu alikuwa anajua uhakika wa jambo walikuja nalo. Qala ya qaumi, akawaambia, enyi watu wangu, hawa
nisai banati, hawa ni watoto zangu wa kike, hunna atharu lakum, watoto zangu wa kike wao ndio tahara kwenu. Nabii Nuh alikuwa na watoto wawili, lakini watoto gani wa kike aliosema ni tahara kwa wao? Kwa sababu nabii ni baba katika umma wake. Kwa hivyo aliposema watoto zangu wa kike ni tahara kwenu nyie, wale wanawake katika kaumu yake ndio tahara kwa watu hao wanamume. Kunna atharu lakum, wao ndio tahara kwenu nyie. Fattaqullaha, muogopeni Mungu watu wangu. Wala tukhzuni fi dhaifi, wala msinihuzunishe kwa wageni wangu mkataka kuwafanyia uchafu mbele yangu. Alaysa minkum rajulun rashid, kwani kati yenu hakuna hata mtu mmoja aliongoka akawakataza wenzake kutokana na jambo hili baya? Qalu, watu hawa wakasema kumwambia mtume wao, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Tuti, wewe unajua kabisa haki ambazo sisi tunazo kwa wanawake zetu, lakini hatuzitaki haki hizo. Na wewe Luthi unajua kabisa sisi kimetuleta nini hapa. Kana kwamba walikuwa wanasema ya Luth, nahnu la nuridu illa rijala wala lana raghbatan min an-nisa, sisi hatutaki hawa wanawake na tunawataka sisi ni hawa wanaume tuliowaona. Ikazidisha huzuni katika moyo wa Nabii Luth, ndio maana akasema qala law anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin shadid, laiti ningelikuwa na nguvu au kuna mtu amenisaidia, bi maana ningewakatazeni na jambo hili. Malaika walipoona huzuni ya Nabii Luth imekuwa kubwa, wakampa habari kwamba wao sio wanadamu, ili moyo wake upate kutulia. Qalu ya Luth inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl. Ewe Luth, sisi ni mitume kutoka kwa Mola wako, na tunakuahidi hawa watu wako hawatakufikia wewe kwa ubaya. Cha kufanya, toka na watu wako katika sehemu ya usiku kabla ya alfajiri, muda mwingi, toka kimbia. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl, lakini wakati mnakimbia, wala yaltafit minkum ahadun, asigeuke nyuma yoyote, illa mra'ataka, isipokuwa mke wako wewe Nabii Luth, innahu musibuha ma asabahu, mke wako kitamkuta kile ambacho kitawakuta watu wake. Inna maw'idahum subh, hakika hawa hali yao ya kuadhibiwa ni asubuhi. Alaysa subhu biqarib, kwani asubuhi sipo karibu tu? Na ni kwa nini waliambiwa wasigeuke nyuma wakati wanakimbia? Ili iwe hamu yao kubwa kuokoka na adhabu. Kwa sababu mtu akiwa anakimbizwa na nyuma yake kuna matatizo, huwa anakimbia bila kuangalia, kwa sababu lengo lake iwe ni kukwepa lile jambo analokimbia. Kwa hivyo akiwa anageuka nyuma, hamu yake ya kukimbia lile jambo linapungua. Kwa maana wakaambiwa msigeuke nyuma wakati mnaondoka. Ilipofika muda huo, Nabii Luth akawachukua watu wake akaondoka nao. Jibril alayhi salatu wassalam akatoka kwa wale watu waliokuwa nje na akawapangusa katika macho yao kwa bawa lake, watu wale wakawa hawaoni tena. Allah anasema katika Qur'an, wa laqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahu, tukapofua macho yao, fadhuku adhabi wa nuzur. Hapa ndipo ikaanza kuadhibiwa kijiji hiki. Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha Jibril alayhi salatu wassalam akachota kijiji hiki katika ncha ya bawa lake, akapandisha nacho mpaka juu, kisha akakigeuza juu chini, chini juu, na akashuka nacho katika ardhi, akakibamiza na mawe machangarawe ya udongo ya kutoka motoni, wakaporomoshewa na wao. Kwa maana Allah anasema falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, tukajalia kijiji chao juu yake kukawa chini na chini kukawa juu. Wa amtarna 'alayha, na tukaporomosha juu ya kijiji hiko hijaratan min sijilin mandud, mawe ya changarawe magumu yanayotoka motoni, musawwamatan 'inda rabbika, yaliyopigwa muhuri na Mola wako, la juma la juma, la hasan la hasan, wama hiya min adh-dhalimin bi'id. Na adhabu hii ambayo inakuta watu wanajua haikubali kwa watu madhalim. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.